Sululu ni mganga mkuu wa mkoa wa Songwe. Kwa utangulizi tunasema maendeleo ya nchi yoyote, unapozungumzia maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii, hayataweza kufikiwa isipokuwa kwa kuwa na watu, na si lazima au si watu tu, bali watu wenye afya njema. Mstari huu ameusema mwenyekiti. Nashukuru sana kwamba analijua hilo na tuondoke na hilo. Huwezi kuzungumzia maendeleo ya nchi kama una watu ambao hawana afya njema, kwa sababu tukiwa na watu ambao hawana afya njema, maana yake watu hao hawataweza kuzalisha, na pengine muda wote watakuwa wamelala ndani wakiwa wanaugua, au muda wote au muda mwingi watakuwa wako barabarani kwenda hospitali kutafuta huduma. Sasa ili kuwa na jamii yenye watu wenye afya njema ambayo itawezesha uzalishaji au kuzalisha katika taifa, kila taifa limejiwekea mifumo ya kukabiliana na matatizo ya kiafya, ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiafya kwa wananchi wake, kwa sababu linatambua bila wananchi kuwa na afya njema, manake hata tukijadili maendeleo kwa namna gani usiku na mchana tutaweza kuyafikia. Na nitaongea kwa ufupi sana, kwa sababu tunavyozungumzia afya, achilia mbali tu kwamba yule mtu anaumwa ugonjwa fulani, lakini kuna kingine sio ugonjwa, tatizo kama la lishe. Sio ugonjwa unaoonekana, lakini ni tatizo kubwa sana, lakini kimsingi pia ni tatizo la kiafya. Kwa ni mjumuisho wa mambo yote hayo. Sasa mifumo ya afya au mfumo wa afya, unaweza ukasema sekta ya afya ni sekta ambayo inaundwa na vitu mbalimbali au inaundwa na misingi mbalimbali. Tunapozungumzia mfumo wa afya, tunakwenda kuzungumzia kwanza ni mfumo ambao unahusika na kutoa huduma za afya. Tunapozungumzia mfumo wa afya, manake ndani yake cha kwanza wananchi wanachokitaka ni huduma za afya. Katika ule msingi wa kujenga afya bora kwa wananchi, ni lazima tuzungumzie huduma za afya. Lakini eneo lingine ni eneo la rasilimali fedha. Tutatoaje huduma hizi za afya bila kuwa na fedha? Eneo lingine ni eneo la watumishi. Tunahitaji watumishi, lakini tunahitaji dawa na bidhaa nyingine za afya. Ukienda hospitali, mwananchi wa kawaida akiwa anaumwa, yeye anahitaji akapate kipimo, akapate dawa. Lakini sisi tunaposema bidhaa za afya ni pamoja na vitendea kazi. Kuna sindano, kuna gloves, kuna kitanda cha kulalia mgonjwa. Hizo ndo zinaitwa bidhaa za afya. Kwa tuzungumzie tu kitu kimoja. Lakini pia yako mambo mengine kama taarifa sasa za huduma hizo za afya ziweze kupatikana. Lakini mwisho tunahitaji kuwa na uongozi ambao unaweza kusimamia huo mfumo katika ngazi ya taifa, katika ngazi ya mikoa, katika ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo ndio maana tupo hapa. Kwa hiyo kwa nafasi yangu niko hapa kwa lengo kubwa moja la kusimamia mfumo wa utoaji wa huduma katika mkoa. Sasa katika hizi nguzo 6 nilizozitaja, kwa maana ya fedha, watumishi, huduma zenyewe, dawa, taarifa pamoja na uongozi, leo nimekuja kwa ajili ya nguzo moja ambayo inaitwa fedha. Hapa kwenye fedha, maana yake ili tuweze kutoa huduma bora kwa wananchi, tunahitaji kuwa na fedha. Serikali inahitaji kuwekeza fedha. Wananchi wanatakiwa kuchangia fedha, kwa sababu hakuna shortcut. Ili tupate zile huduma, unataka CT scan, unataka sijui x-ray, unataka kulazwa, si lazima hela imetumika? Kwa hiyo duniani kote ni lazima serikali iweke utaratibu wa namna gani fedha ya kuendesha hizi huduma itapatikana. Kwa hiyo ni safari ndefu tangu tumepata uhuru. Uko mwanzo huduma za afya zilikuwa bure kabisa.
Lakini zinapokuwa bure, wahitaji ni wengi, inawezekana kilichopo kikawa kidogo kisiwatoshe. Kuanzia miaka ya 90 serikali ikaja na sera ya uchangiaji, kwa maana mwananchi aweze kuchangia kidogo na serikali ichangie sehemu kubwa, kwa maana ya kujenga miundombinu, kununua vifaa, kuleta magari ya rufaa, kuleta dawa, halafu mwananchi anapokwenda kutibiwa basi aweze kuchangia kidogo. Nafikiri hili mnalifahamu. Tuna utaratibu, ukienda hospitali basi unatakiwa kuchangia. Kuchangia maana yake ni kulipia zile gharama ambazo unatakiwa upate zile huduma, lakini gharama tunazochangia si sawasawa na gharama halisi ya ile huduma unayoipata, kwa sababu pale tunaangalia dawa tu, lakini zaidi ya dawa kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinatumika. Katika utaratibu huu wa kuchangia, serikali ikasema tutachangia kwa utaratibu gani? Ikasema tutachangia kwa utaratibu wa malipo ya papo kwa papo, ndio ile unaambiwa kalipie dirishani, lakini tutachangia kwa utaratibu wa bima, na hiyo inaitwa bima ya afya. Manake bima ziko nyingi, kuna bima ya gari, bima ya pikipiki, bima ya nyumba, kadhalika. Sasa tuje kueleza neno bima maana yake ni nini, hasa kwa muktadha wa eneo la afya. Na huko nyuma tulikuwa na bima aina 3. Tulikuwa tuna bima ambayo tunasema mfuko wa taifa wa bima ya afya, ambao uko na walenga zaidi watumishi wa umma, lakini hata watumishi wa sekta nyingine kwenye makampuni ambao wanaamua wanachama wao au watumishi wao wajiunge na ule mfuko. Lakini tulikuwa na bima moja inayowalenga wanajamii wa kawaida ambao hawako kwenye ajira rasmi, ilikuwa ikijulikana kama mfuko wa afya ya jamii, kwa maana ya CHF. Baadaye tukaiboresha ikaitwa CHF iliyoboreshwa, lakini nitaeleza kwa sasa utaratibu ukoje. Sasa nizungumzie dhana nzima ya bima ya afya. Tunaposema bima ya afya ni nini? Amezungumza kidogo mwenyekiti. Bima kwa ujumla wake ni malipo ya kabla. Ni malipo ya nini? Ya kabla ya huduma. Taanza na mfano tofauti na afya. Kama kuna mtu anamiliki gari, anakwenda kulipia bima, na kule kwenye bima kuna viwango tofauti tofauti kulingana na kampuni hiyo ya bima. Bima inakutaka kila mwaka ulipie kiwango fulani, labda ni $500,000. Hiyo pesa huwa hairudi, si ndio? Ila unakuwa umewekeza. Ikitokea ajali, basi ile pesa uliyoweka ikusaidie kupunguza maumivu ya ile ajali. Inawezekana ikawa ni gari limeharibika kidogo, litengenezwe bila kuingia kutafuta tena hela nyingine. Inawezekana limekwisha kabisa, basi ile kampuni ya bima ikurudishie gharama ya kupata gari nyingine bila kuongeza malipo ya ziada. Kwa hiyo inawezekana wewe ulilipa shilingi $500,000 kwa mwaka, ikatokea umepata shida, gari yako imeharibika kabisa, inatakiwa inunuliwe nyingine, labda ni ya $20,000,000. Gari yako itanunuliwa kwa $20,000,000 bila wewe kuongeza tena hata senti. Si ndio inavyokuwa jamani? Kwa hiyo hiyo moja kwa moja ndio faida ya kitu kinaitwa bima. Sasa kama utachangia mwaka huu na mwaka ukamalizika, haujapata ajali, ile pesa haifanyi nini? Hairudi. Kwa hiyo tafsiri ya bima ni hiyo, kwamba unalipa kabla. Bima ya nyumba wanakuambia ukitoa milioni labda 2 kwa hii nyumba yako, ikitokea imepata ajali ya moto, imeteketea, basi tutakurejeshea gharama yenye thamani ya kujenga nyumba hii tena. Hiyo ni faida, ni hasara? Ni faida kubwa sana. Kwa hiyo ukiwa umeweka hiyo bima, unakuwa huna wasiwasi, hutamani kile kitu kibaya kitokee, lakini una uhakika kwamba kikitokea basi una uwezo wa kupunguza makali yake. Kwa hiyo tukija kwenye bima ya afya, manake ule utaratibu wa kulipia niliyousema kwenye bima, huu ni utaratibu wa kulipa kabla ya kuugua. Kabla ya kufanya nini? Ya kuugua. Hapa nilipo naamini nina nguvu kiafya, ndio maana niko hapa. Kuna mwenzangu amelala kwenye kitanda, hawezi hata kuinuka. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati sahihi wa mimi kulipia
bima ya afya, kwa sababu ipo siku nitafanyaje? Nitaugua. Bahati mbaya miili yetu ni kama chombo. Gari baada ya kilomita fulani inahitaji kwenda kufanyiwa service. Sasa wewe katika umri nao waona nao hapa, kama hujawahi kwenda kufanyiwa service, hongera sana. Hongera sana. Kwa sababu inawezekana. Service nikimaanisha hujawahi hata kujikwaa ukapata kidonda ukaenda hospitali. Si ndio? Hujawahi kupata hata malaria kidogo ukaenda kupima malaria. Kama yupo basi nakupongeza sana. Kwa hiyo tunajua kabisa miili yetu kila baada ya muda unaweza kupata tatizo ambalo litakufanya uende hospitali. Kwa hiyo bima ya afya tafsiri yake kwa kifupi sana ni utaratibu wa kulipia kabla ya kuugua, ili itakapotokea unapata shida ya kuugua, basi usianze kufikiria kuhusu pesa. Pesa yako ulishafanya nini? Ulishaitanguliza. Hasara ya kulipia kila unapokwenda, kwanza gharama inakuwa kubwa. Nimetoa mfano, umelipia bima ya gari 500,000. Ikipata ajali inatakiwa ilipwe, inunuliwe nyingine kwa milioni 20. Wakati ulitoa shilingi ngapi? 500,000. Lakini ingekuwa hukulipia, unatakiwa uirudishe ile gari, manake utatakiwa utoe tena cash 1000 ngapi? 20. Sasa kwenye afya ni rahisi. Ukiwa na tatizo ambalo litakuhitaji kwenda hospitali kila baada ya miezi 2-3, manake kila baada ya miezi 2-3 unaingia wapi? Mfukoni. Vipimo, dawa na mambo mengine ukijumuisha, unaweza kuta unalipa hela nyingi sana kuliko ile pesa ambayo ungelipa mara moja kulipia nini? Bima. Hiyo ndio faida kubwa. Mtakapokwenda huko kwa wanachama wenu na wananchi kwa ujumla, faida ya kwanza ni hiyo. Haulali ukiombea kuugua, lakini unalala ukiwa na uhakika kwamba hata nikiugua sitakuwa na shida ya kumpigia mjomba, shangazi, nani anitumie hela matibabu, kwa sababu tayari nimeshafanya nini? Nimekusha lipia. Lakini jambo la pili kwenye swala la bima, tunasema ni uchangiaji wa pamoja, kuchangia katika kapu moja kwa ajili ya kujiwekea akiba ya huduma hapo mbeleni. Bima zote. Kule kwenye gari umetoa 500,000. Kama umepata shida unakuja kulipwa milioni 20. Hizo nyingine zimetoka wapi? Eti ndugu zangu, hizo nyingine zimetoka wapi? Zimetoka kwa wachangiaji wengine. Kwa hiyo ni utaratibu wa kuweka kwenye kapu, alafu yeyote anayepata shida analitumia lile kapu kunufaika. Nyinyi nafikiri ni wataalamu sana wa vikoba. Nafikiri mtaelewa vizuri mkiambiwa vikoba, si ndio? Mna mzunguko fulani labda mnaweka laki, lakini ukifika mzunguko wako unapata kamfuko hivi. Unapata kamfuko hivi. Kwa ni kama utaratibu huo. Lakini kwa huku ni kwenye muktadha wa kujiwekeza ili kuhakikisha kwamba unakuwa na uhakika kupata huduma za afya. Kwa kama kwa moyo safi mnachangia kwenye vikoba, na huku hakuna tofauti na huko. Lakini huku mimi nasema kuna faida zaidi, kwa sababu afya yako ndio msingi wa maendeleo ya familia yako na taifa kwa ujumla. Lakini dhana ya bima afya eneo la 3 ni dhana ya kuchangiana. Kama tulivyosema, huyu mtu aliyepata ajali, zile fedha zilitoka kwa wenzake. Mwaka mzima ambao wewe hukupata ajali, fedha yako ile na ya mwingine ilitumika kumgharamia mtu mwingine, si ndio? Si mnaona magari yanapata ajali kila siku? Yule anaenda kulipwa kama alikuwa na bima. Sehemu ya yale malipo anayopewa ni pamoja na hela yako wewe. Na wewe ipo zamu yako. Wanasema leo kwangu kesho. Kwa hiyo ipo siku na wewe utapata shida. Ipo siku na wewe utapata shida na itatumika kukusaidia. Kwenye afya ni hivyo hivyo. Eneo la 3 na hasa linalozingatiwa kwenye mpango mpya huu wa bima ya afya kwa wote ni kitu kinachotakiwa kuzingatia: usawa. Usawa kwa maana kwamba aliyechanga pesa nyingi na aliyechanga kidogo, si ndio? Wote wapate huduma zinazofanana au huduma kwa mujibu wa mahitaji. Kwa sababu tukienda hospitali kila mtu ana tatizo lake. Mimi kiasi ninachokatwa kila mwezi nikikitaja hapa unaweza kanionea huruma.
Ni kikubwa sana. Ni tofauti pengine na mtumishi ambaye niko naye pale wa ngazi fulani. Lakini inawezekana nikakaa mwaka mzima mimi binafsi sijaenda kutibiwa hospitali. Siwezi kukaa nikasikitika kwamba yani hela zote zimeenda. Lazima tujenge dhana ya kuwasaidia wengine, aliyechanga kidogo, aliyechanga pakubwa, wote wakienda kupata huduma waweze kupata. Kwa hiyo bima inapaswa kuzingatia usawa. Eneo la 5 ni eneo la huduma bora za afya wakati wote. Ndugu zangu, ni kweli kabisa kwamba kuna wakati tunakwenda kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, kuna wakati tunakuta kitu hiki au kile hakipo kwa siku hiyo. Kinapokuwa hakipo, tunasema huduma bora pale imeteteleka kidogo. Ili tuweze kutoa huduma bora kwa wakati wote, ni lazima ule mfuko tuliousema uwe umetuna zaidi. Kwa maana nyingine, lazima uwe na wanachama wa kutosha. Kama tuko 1,000,000, basi angalau 800,000 wawe wanachangia. Kama una chama cha watu 1,000,000 wanachanga watu 50, hiyo hela itatosha kufanya chochote? Haiwezi kutosha. Kwa hiyo wakati mwingine mtaulizwa maswali, mbona jana nilienda pale kuwa kuna dawa, mbona jana nilienda ikawa hivi. Kwa hiyo tunachotaka ni kwamba ule uchangiaji uwe ni wa watu wote, ndio mtafanikiwa kufika kwenye hiyo hali ya kutokuwa na matatizo makubwa ya upungufu wa baadhi ya huduma kwa wakati fulani. Sasa naomba uishike hiyo point ya kuhitaji fedha za kutosha kwa ajili ya kuwezesha mfuko na huduma zile ziwe bora. Mwisho ni uwajibikaji wa pamoja. Ili jambo hili lifanikiwe, ni lazima tuwajibike kila mmoja kwa nafasi yake. Serikali itawajibika kwa sehemu yake. Ndugu mwenyekiti, ninyi ni mashahidi. Tunaona leo vituo vya kutolea huduma. Miaka 7-8 iliyopita mkoa huu ulikuwa na hospitali ya wilaya katika halmashauri 2. Halmashauri 3 hazikuwa na hospitali. Hatukuwa na hospitali ya mkoa. Leo halmashauri zote zina hospitali pamoja na, lakini zaidi ya kata karibu 20 na ngapi, 29 zina vituo vya afya ambavyo vinaweza kutoa huduma zile za dharura. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa, na hilo ni jukumu na wajibu wa nini, wa serikali. Lakini pia hii mifuko inayosimamia hizi bima za afya nayo ina wajibu wake. Vituo vya kutolea huduma kule, kwa maana kuna watumishi, ni lazima na wao watimize wajibu wao kuhakikisha kwamba wanatoa huduma kwa kuzingatia miongozo na kwa maelekezo ya serikali, na sisi ndo tuko hapa kwa ajili ya kusimamia hilo. Lakini liko jukumu kubwa la wananchi. Jukumu lao ili kuwezesha kupata huduma bora, na wao wanapaswa kuchangia. Wanapaswa kufanya nini? Kuchangia. Kabla ya mpango nitakaoueleza sasa ulionileta, nilizungumzia uchangiaji wa papo kwa papo, lakini mfuko wa bima ya afya wa taifa, lakini tulikuwa na utaratibu wa msamaha kwamba wale ambao wamethibitika kuwa hawana uwezo walikuwa wanapata huduma kwa njia ya nini? Ya msamaha. Sasa kundi la msamaha likiwa kubwa, maana yake vilivyopo vitakuwa vichache, kwa sababu kama nilivyosema, wachangiaji watakuwa wachache, watumiaji watakuwa wengi. Maana yake unachukua wazee, si ndio? Unachukua wakina mama wajawazito, unakuja watoto chini ya miaka 5, si ndio? Tunakuja watu wenye magonjwa sugu. Kwa hiyo ile dhana ya kutunisha kapu itatimia kweli? Haiwezekani. Na sera inasema hawa watibiwe bila malipo. Si ndio ugomvi tunaokumbana nao? Sasa wakati mwingine mnatuuliza hayo maswali, tunakuwa kidogo tunatumia busara kuyajibu, kwa sababu hali ndio hiyo, kwamba hili kundi sasa ambalo linapata huduma bila malipo likiwa kubwa, manake kile kilichopo kinaathirika. Ndio maana leo unakuta dawa ipo, kesho labda haipo, lakini zile dawa za muhimu zipo. Kwa hiyo nini kinafanywa na serikali? Ni mapambano na jitihada kuhakikisha tunafikia ule usawa, kwamba kila mtu apate huduma bora kwa kuzingatia uwekezaji uliowekwa na serikali, lakini na wananchi wenyewe kuwajibika kwao.
Kwa hiyo ikaja na ahadi ya bima ya afya kwa wote. Ikaja na ahadi ya bima ya afya kwa wote. Msingi wake ni nini, ndugu zangu? Msingi wa eneo hili ni kwamba kila mwananchi anastahili kupata huduma za afya wakati wowote anapopata shida ya kuugua. Kila mwananchi anapaswa kupata huduma za afya, ana haki na anastahili. Kwa hiyo serikali usiku na mchana inakuwa inawaza namna gani tutafikia kiwango hicho cha kila mwananchi kupata huduma wakati wowote. Kwa kuanzia kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka 2020 kuelekea 2025, ibara ya 83 nitainukuu kilichoandikwa pale. Mwaka 2020 iliahidi kuimarisha mfumo wa bima ya afya nchini, ikiwamo mifuko ya bima za afya, ili kufikia lengo la serikali la kuwa na bima ya afya kwa wananchi wote. La kuwa na bima ya afya kwa wananchi wote. Hii ilikuwa ni ahadi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Naomba mjipigie makofi. Sisi huku watoto wenu kwenye serikali tukisikia ahadi kama hii tunajipanga kwamba jamani, tujipange, tayari jamaa wameshaahidi, sisi tunajipanga kutekeleza. Sasa hiyo ilikuwa ni mwaka 2020. Kwa lengo la kufikia adhima hii, Chama cha Mapinduzi kama nilivyosema kiliweka kwenye ilani, lakini pia kwa lengo la kutekeleza ahadi hiyo ambayo ilikuwa kwenye ilani mwaka 2023 kwenda 2025. Mwaka 2023 mchakato wa kuunda sheria ulikamilika na kutungwa sheria ambayo ilitungwa na Bunge na ikawa imetungiwa na kanuni za utekelezaji kufikia mwaka 2024. Kwa ahadi ilitolewa mwaka 2020, lakini sheria ikawa imetungwa mwaka 2023 kwa sababu ahadi kama hiyo huwezi kuitekeleza bila sheria. Na mwaka 2024 sheria hii ilikuwa imeanza kutumika kwa baadhi ya maeneo kwa maana ya vipengele vyake. Sasa katika sheria hii ya bima ya afya kwa wote, mambo mahususi ambayo tunasema ni ya utofauti na utaratibu tuliokuwa nao nyuma ni yepi? Maana mwenyekiti umeniambia njoo uzungumzie bima ya afya kwa wote, lakini kabla hujazungumzia bima ya afya kwa wote lazima uzungumzie nini maana ya bima. Kwa hiyo upande wa bima nimemaliza. Kwa hiyo ni kitu kile sana sana kimeboreshwa. Kwa nini tunasema kwa wote? Nimesema mwanzo bima ya afya, mfuko wa taifa wa bima ya afya sana kwa watumishi na taasisi nyingine, lakini mfuko wa afya ya jamii kwa wananchi wa kawaida, lakini wenye uwezo wa kutoa. Kuna wale wenye uwezo wanachangia kwenye bima zile binafsi za makampuni binafsi, lakini kuna kundi lilikuwa linabaki lenyewe halina uwezo kabisa wa kuchangia. Halina uwezo wa kuchangia. Maana yake kulikuwa hakuna usawa. Ndio mnaanza kukimbizana, tumpe msamaha. Akifika pale anajijua ni wa msamaha, akifika dirishani anaambiwa dawa hii kanunue. Sasa huo msamaha tena vipi? Maswali yalikuwa ni hayo. Kwa hiyo kuna mambo yameboreshwa ili kujibu hayo maswali. La kwanza, sheria ya bima ya afya kwa wote imeleta kitu kinaitwa ulazima wa kuwa na bima. Ulazima wa kuwa kwamba sasa ni lazima kila mwananchi awe na nini? Na bima. Ili awe na hiyo bima ni lazima achangie. Ndio jambo kubwa lililowekwa hapa. Kwa hiyo wewe mwenye kadi ya bima, kama una kakako, una dadako ambaye hana bima, ndio ufikishe huu ujumbe kwamba ili tufikie kiwango cha kutoa huduma bora zinazotarajiwa, basi angalau kila mwananchi awe na bima. Jambo la pili ambalo ni mahususi kwenye mpango huu ni ujumuishaji wa wananchi wasio na uwezo. Kumbuka ndo hilo kundi tulikuwa tunasema sasa hawa watatibiwa kwa msamaha, si ndio? Sasa mpango huu unawajumuisha. Sheria sasa inawatambua kwamba wananchi wasio na uwezo
basi nao waingie kwenye utaratibu huu wa bima. Sasa watalipiaje wakati hawana uwezo? Tutakuja kwenye utaratibu wa kuwatambua na kuwalipia. Eneo la tatu ni eneo la wanufaika. Bima aliyonionyesha mama hapa, tunaposema wanufaika ni kwamba mimi nikikata bima inamsaidia nani? Wanufaika kwa idadi ni wale wale, ni 6. Bima zote za mwanzo walikuwa ni watu 6 na bima ya sasa ni watu 6. Maboresho au tofauti yake ni kwamba ile bima ya kwanza alikuwepo yeye mwanachama, alikuwepo mwenza, alafu walikuwepo tegemezi 4. Wategemezi wangapi? 4. Katika mpango huu tuna pia wanufaika 6. Yuko mwanachama ambaye ndio mimi au mama hapa, alafu yuko mwenza wake, mke au mume. Sasa mlikuwa na mada ya ndoa hapa, sio wenza, tunaongelea sio wenza. Tukianza kusema wenza sasa utatumalizia mfuko. Hapa tunaongelea mwenza. Kwa wale wenye wenza kwa maana ya wake 2, 3, 4, taongelea utaratibu unakuaje. Hapa tunaongelea kichwa kimoja na kichwa kimoja. Kwa hiyo mimi mwanachama, mwenza, halafu wategemezi wasiozidi 4. Kipengele kilichobadilika hapa ni wenye umri wa chini ya miaka 21. Naam, sio 18. Ile ya nyuma ilikuwa 18. Hii imesogeza umri kwa miaka 21. Manake imeongeza wigo wa watu wa kunufaika. Mwanzo ilikuwa wasiozidi 18, ukiwa na 20 imekutoa. Lakini sasa mpaka miaka mingapi? 21. Kwa hiyo ndio faida kubwa ambayo imeweka pale. Lakini pia imechambua hawa wategemezi 4 ni watu gani. Hapa ningeomba mnisaidie sana kupaelewa kwamba ukishalipia, na huu ni utaratibu wa bima kwa ujumla tunaozungumzia, kuna wanufaika, manake ni mwanachama yule aliyechanga kwa jina lake, mwenza wake, tegemezi wasiozidi 4 wenye umri wa chini ya miaka 21 kushuka chini. Sasa hawa tegemezi anaweza akawa mzazi, baba au mama, lakini anaweza akawa mtoto. Hata zamani ilisema mtoto, lakini hii imefafanua mtoto wa kuzaa mwenyewe, anaweza kuwa mtoto wa kuasili. Hujafanikiwa kuzaa mtoto, unaasili mtoto, wanaita kuadopt. Au anaweza kawa mtoto wa kambo. Nimezungumzia mambo ya ndoa hapa. Mimi nalukaluka kidogo na nini, nakuja na mtoto, naambia bana, na huyu naye ni wangu. Anasema huko, yani huku. Kwa hiyo huyo ni mtoto ambaye anajumuishwa hapa, mtoto wa kambo. Kwa hiyo naye anapata hii fursa. Nacho hakikuwepo kwenye utaratibu wa utegemezi mwanzoni. Kwenye hii ya sasa kipo, ni ndugu wa damu. Ndugu wa damu. Ndugu wa damu, tunaposema ndugu wa damu ni yule ambaye ni kaka au dada mliyezaliwa tumbo moja. Huyo anaitwa ndugu wa damu. Sio mtoto wa mama mkubwa, mtoto wa shangazi, si ndio? Si ndugu yako yule, lakini ndugu wa damu, yule ndugu ambaye wewe huwezi kumuoa au kuolewa naye, ndugu wa damu. Maana yake mfuko au bima lazima pia iulinde huo mfuko. Ukiweka tu ndugu yeyote, maana yake kutakuwa na msululu pale. Kwa hiyo tafadhali, kama huna ndugu wa damu hapa, usitafute yoyote. Umezaliwa peke yako, huna kaka, usiseme hii nafasi lazima niijaze hii, mchukua mtoto wa mjomba. Ndugu wa damu. Hiyo nafasi iliyobaki wazi ni fursa kwa wengine watakao nufaika na hiyo huduma, kwa maana kwamba mtakuwa mmechangia, lakini mko wachache,
dhana ya bima ni kuchangiana, si ndio? Usitafute matatizo, yani we huna ndugu, kwani unabambika? Kwa hiyo faida katika mfumo huu mpya ni hizo. Mtoto ameelezwa, kuna wengine walikuwa wapati fursa hapa, mtoto wa kambo, si mtoto wa nini, lakini ndugu wa damu mwenye umri ule ule wa chini ya miaka 21. Kwa hiyo kwa ufafanuzi zaidi utaona katika familia, labda ya familia zetu kwa wastani, labda familia ina watu 8, mama baba, alafu mna watoto 6. Baba mama, mna watoto wangapi? 6. Utafanyaje pale? Kwa sababu tunataka tuishie 4, lakini una ndugu wa damu mwenye umri wa chini ya miaka 21, wako 2, lakini una mama yako bado yuko hai na una baba yako bado yuko hai, si ndio? Unafanyaje? Mimi hapa ndo mwanachama, niko na mke wangu, tuna watoto 6. Kwa hiyo kwenye hii namba hata watoto wenyewe hawatoshi, kwa sababu tayari mimi nimeingia, mwenza kaingia, katika 6 unatakiwa uchakue 4. Lakini kuna mdogo wako, si ndio? Kuna dada yako naye ana shida kweli kweli. Lakini una mama yako kipenzi, au na jamaa yako, baba yako. Sasa naomba mmoja anipangie listi. Mtakutana nayo maswali. Sasa je, mwananchi wa kawaida ngombe, sasa mimi nifanyeje hapo? Listi utaipangaje hapo mamangu? Nitimizie watu 6, mmoja ndo wewe tayari wa kwanza. Nitawaweka watoto wangu. Utaweka watoto wako 6. Utachukua wangapi? Utachukua 2. 4 wote unaacha. Haya, sawa, akachukua watoto wake 2. Baba yako na mama yako. Unachukua wote au mmoja? Wote. Tayari wameisha. Bado una moja. Mwenza. Bahati mbaya pale kwa mwenza, hata kama humpendi, uweze kusema mimi simtaki, naweka mtoto. Imekaa hivi, mpisha ya hapa na ya hapa, alafu unashuka huku chini. Sawa? Kwa hiyo wewe umechagua kumweka mwenza, baba na mama na watoto 2. Kwa hiyo umeona baba na mama ni wa muhimu, watoto wapumzike, si ndio? Kwa sababu mimi nipo, ndio. Ndio. Tutahangaika, tutafuta pesa, tutawatibu, lakini baba na mama hawana uwezo. Baba na mama hawana uwezo. Sawa, asante. Unarekebisha kwenye ile, usitengeneze kwenye ile, wewe ungefanyaje? Hatua za msingi kabisa ambazo tumeeleweshwa, ni rahisi hata sisi kuambia wanawake wenzetu na wananchi wengine kuhusu bima ya afya kwa wote, kama alivyosema toka mwanzo kwamba unatoa pesa au unachangia kabla ya kuhudumiwa, ili ikusaidie utakapokuwa huna kitu. Na ni kweli kutibiwa wakati unatafuta fedha unaleta umaskini. Wakati mwingine unakuwa ulipanga hiyo fedha kwa ajili ya kwenda kuweka mbolea shambani, ugonjwa unakuja ghafla, unachukua zile fedha, mahindi yanakuwa mekundu shambani kwa sababu ulienda kutibiwa. Lakini ukiwa na bima inakuwa ni rahisi, wewe unaenda kutibiwa, mashamba yanaendelea kuwekwa mbolea shambani. Sawa ndugu zangu? Mimi nikitolea mfano, mimi bima ya afya imenisaidia sana. Wakati nilipopata changamoto mwaka 2023, nyewe mnakumbuka niliugua mpaka nilienda kutibiwa Moi, ni bima ya afya ndio iliyokuwa imesimama. Gharama zingine ni hizi za kwamba tumeenda na gari, sijui vyakula nini, lakini nimetibiwa kwa bima mwanzo mwisho. Kwa bima ya afya ilinisaidia sana. Huku nyumbani mashamba yaliendelea, nyenjele wakaendelea kuweka mbolea, huku wakaendelea kuweka mbolea, lakini kama nisingekuwa na bima ina maana ningetumia gharama kubwa sana. Kwa mimi Dokta nikushukuru sana kwa ajili ya mada hii. Sisi kama wanawake wa mkoa wa Songwe tumeelewa, na tutaendelea kwenda kwa wanawake wenzetu kuweza kuwafafanulia juu ya bima ya afya kwa wote. Na afya ndiyo mtaji. Ukiwa mzima unaweza ukafanya maendeleo kama Dokta alivyosema. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tushike hii sasa, tutaenda nayo kwenye mawilaya yetu. Na waheshimiwa madiwani, madamu mko hapa, ninyi mnakuwa na ziara nyingi, mnakuwa na vikao vingi, tunaomba tuibebe hii ajenda ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuliweka taifa hili kuwa na afya, kuwa na uzima, ili tuendelee kupata maendeleo. Nikushukuru sana Dokta, asante. Sasa sijui kama kuna mtu ana swali.